الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخامس من نواقض الإسلام السادس. طيب، السادس من أنواع الردة الاستهزاء بما أنزل الله. Jambo la sita katika sampuli ya ridda kutoka katika Uislamu, alistihza'u bima anzala Allah au bishay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kufanya istihza kwa kitu alichokiteremsha Allah, jambo aliloteremsha Allah, au kwa jambo lolote alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walau kana minas sunan wal mustahabbat, japokuwa jambo hilo ni katika mambo ya sunna. Ukifanya istihza kwa lolote katika mambo hayo, mtu ametoka katika Uislamu. Kasiwaki, kama msuwaki, wa kasi sharib, na kupunguza masharubu, wa akhdhi sha'ri al-ibit, na kuondosha nywele za kwapa, wa taqlimi al-adhafir, na kukata kucha. Haya mambo yote ni mambo ya sunna. Kwa hiyo mtu akifanya istihza kwa moja katika haya au mfano wake, ni kwamba ametoka katika Uislamu. Yakul idha stahza bihi sara kafira, akifanya istihza kwa moja katika haya amekuwa ni kafiri. Ad-dalilu ala dhalik qawluhu ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wala in sa'altahum, ukiwauliza wanasema innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ilikuwa tukiingilia tu katika mazungumzo na tunacheza. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sema hivi, kwa Allah na alama zake na mtume wake nyinyi mnafanya istihza. La ta'tadhiru, msitake udhuru. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya imani yenu. Baada ya kuwa ni Waislamu, sasa mmekufuru kwa sababu ya kufanya istihza. Falladhi yastahzi'u bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul farwan au wajiban au sunnah, fa innahu yakunu murtaddan an dini al-islam, ambaye anafanya istihza kwa jambo lolote katika mambo aliyokuja nayo Mtume SAW, liwe ni jambo ni la faradhi au ni la wajib au lina sunna, akifanya istihza hiyo anakuwa ni mwenye kutoka katika dini ya Uislamu. Istihza ni kuchezea, kwa Kiswahili labda ni kufanya mchezo moja katika mambo haya ya dini, kulifanyia istihza, kulifanyia mzaha, kulifanyia matani. Jambo lolote katika jambo la sunna au jambo la dini ndiyo kufanya istihza. Yaqul ma balukum billadhi yaqulu i'fa'u al-lihya wa haffu ash-sharib wa akhdhu al-abat wa ghaslu al-barajim hadhihi qushur. Nini hali yenu kwa yule anayesema i'fa'u al-lihya, kufuga ndevu, wa haffu sharib, na kupunguza masharubu, wa akhdhul abat, na kuondosha nywele za kwapa, wa ghaslul barajim, na kuosha barajim. Hii ni mambo ya kushur, yani si asli ya Uislamu, ni mambo kushur. Kushur katika matunda ni kama kwa mfano yale maganda yale ya matunda, ndiyo kushur. Sasa kwa mfano ndizi, unakula ndani ya ile ndizi,
yale maganda unayatupa. Sasa wanakusudia kwamba vitu hivi ni kushur, havina maana. Kuna lubu na kushur. Sasa lubu ndio kile kitu cha ndani ambacho kina manufaa. Kwa mfano kama hiyo ndizi au embe, ile ndani yake ndiyo lubu inaoliwa. Kushur ni yale yanayotupwa. Sasa wanasema haya mambo haya ni kushur, hayana maana. Hadha huwa listihza'u bidini llahi azza wa jalla. Hii ndiyo kuifanya istihza dini ya Allah azza wa jalla. Suna hizi za mtume mtu akisema hazina maana, ndiyo mtu amefanya istihza dini ya Allah azza wa jalla. Idha qalu hadha ash-shay'u walau kanu hum ya'malunahu, wakisema jambo hili hata kama wanalifanya, fa innahum yartadduna 'anid din, wao wanatoka katika dini. Hata kama mtu anaweka ndevu lakini bado anazifanyia istihza kwamba hizi ndevu hizi bwana hazina maana yote hizi, mimi naweka tu kwa sababu naona watu wengi wameweka, vijana wa sunna, na mimi naweka, lakini hazina maana. Tayari huyu ni murtad, ametoka katika dini. Hata akiswali akifunga, madam kafanya istihza ya jambo kama hili. Nasema lianna hadha tanaqqusu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hii ni kupunguza aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Falwajib ta'dhimu sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuha, jambo la lazima ni kuadhimisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzienzi na kuziheshimu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la sunna si jambo dogo, sio jambo dogo. Jambo alilolileta mtume sallallahu alaihi wasallam si dogo, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha katika Qur'ani, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sio dogo, ni wahi. Kila alilotuletea mtume tujue kwamba ni wahi, linatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, si yeye mtume. Kwa lazima kuadhimisha sunna za mtume sallam kwa sababu ni wahi, unatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحترم السنن ويحترم الأحاديث ولا يقول هذه قشور. hata lau mtu akiingia katika kitu katika mukhalafa, kukhalif sunna kwa ajili ya hawa katika nafsi yake, ni bid'a ndizo zinazomfanya awache sunna, hivyo hivyo anatakiwa aheshimu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kwamba ni mtu wa bid'a, haweki ndevu, lakini anatakiwa aheshimu sunna. Wale wanaofuata sunna hii awaheshimu, kwa sababu wao wako zaidi yake kwa kutekeleza sunna kama hizi. Asifanye istihza. Akifanya istihza mbali na hiyo bid'a, atatoka katika dini. Kwa hiyo kama mtu ameingia katika shay'in min al-mukhalafa lihawa fi nafsihi, kwa ajili ya hawa, matamanio ya nafsi yake, bid'a, fa innahu yahtarimu sunnata ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, yahtarimu sunan, anatakiwa aheshimu sunna zote za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yahtarimu al-ahaditha, na aheshimu hizi hadithi zinazohimiza sunna hizi. Afu liha, hufu liha, khalifu al-majus, ni hadithi zinazoamrisha watu wafuge ndevu. Sasa mtu ikawa anafanya istihza na sala hili la ndevu, moja kwa moja ni kwamba anafanya istihza na wahi. Kwa lazima aheshimu sunna, aheshimu hadithi zinazohimiza sunna hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqulu hadhihi qushur, asiseme kwamba hizi ni qushur, hazina maana yoyote hizi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia hii sunna ya ndevu ndio maumbile ya mwanamume,
maumbile ya mwanamume kaumbwa kwamba ana ndevu, maumbile ya mwanamke kaumbwa kwamba hana ndevu. Sasa unapobadilisha maumbile, wewe mwenyewe unatakiwa ujishtuke. Kwa nini wabadilisha maumbile yako? Wewe umeumbwa ni mwanamume, walillahi alhamdu, umeumbwa na ndevu, haia jaida, sifa nzuri ya uume. Sasa wewe unapobadilisha ile jinsia, badala ya ndevu ukazinyoa, na wewe utakuwa kama nani? Ndio Sheikh Al-Albani rahimahullah katika adabu zafaf anasema kunyoa ndevu ni taghyiru khalqillah, ni kubadilisha maumbile ya Allah, kwa sababu maumbile ya mwanamume kaumbwa ana ndevu. Sasa wanaponyoa ndevu mwanamume ni kwamba anabadilisha maumbile ya Allah. والدليل أسمى سبب نزول هذه الآية. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. hivi mnamfanyia istihza Allah na alama zake na mtume wake, nyinyi mlikuwa mkifanya istihza mambo haya, msitoe udhuru. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya uislamu wenu. Mtu akifanya istihza hakuna i'tidhar, hakuna kutoa udhuru, ilikuwa nafanya mchezo tu. Hakuna cha mchezo, dini ya Allah haichezewi kiasi hicho. Wewe wafanya istihza sunna alafu sema ilikuwa mimi nafanya mchezo tu. Hakuna cha mchezo, rudi tena utoe shahada upya, umekufuru. يقول الشيخ الفوزان سبب نزول هذه الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم مسلمون. kundi la watu lilikuwa na mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Tabuk na hali wao ni waislamu. thumma fi majlisin saru yaqulun, kisha katika majlisi fulani wamekaa masahaba wakao wanasema ma raaina mithla qurraina haula, hatujaona kama wasomaji wetu hawa. Wakusudia masahaba. Ma raaina mithla qurraina haula, hatujaona kama hawa wasomaji wetu hawa. Akdhaba alsina, sijaona watu warongo sana kwa ndimi zao. Wa arghaba butuna, na wanaopenda sana kula wakajaza matumbo yao. Wa ajbana inda liqa, na waoga sana wanapokutana na maadui. Hatujaona watu kama hawa. Yaanuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, wanaokusudia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ndio wanaokusudia kwamba hatujaona kama wasomaji wetu hawa warongo sana kwa mazungumzo, wanapenda sana kujaza matumbo kula, na ni waoga sana wakikutana na maadui. Wanamkusudia mtume na masahaba wake. Wakana maahum shabun minas sahaba, kundi hilo la watu alikuwepo pamoja nao kijana mmoja katika masahaba. Faghtadha min hadha alkalam, akakasirika kwa maneno haya. Wadhahaba yuballighu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma qalahu alqaum, akenda kumfikishia mtume sallallahu alaihi wasallam walioyasema hawa watu, akenda kumfikishia. Fawajada alwahya qad sabaqa, akaukuta wahi umeshamtangulia. Kabla hajamuelezea akakuta wahi ushatangulia kumshukia mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajaa alqaumu ya'tadhirun, wakaja wale watu waliosema vile wakataka udhuru kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lima alimu anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ittala'a ala ma dara fi majlisihim, kwa sababu wanajua kwamba mtume ameshajua yale yaliyozunguka katika majlisi yao, yale walioyasema. Waqama wahidun minhum, akasimama mmoja katika wao. Wata'allaqa binis'ati naqati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akashika kamba ya ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rakib,
na hali mtume mwenye kupanda ngamia wake. Akawa anasema ma qasadna listihza, hatukusudia kufanya istihza kwa maneno haya. Wa innama qasadna almazha, tumekusudia kufanya mzaha tu. Warasulu sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilayhi, mtume hata hamzungukii, hamuangalii. Anasema hivyo, mtume hamuangalii. Wa innama yaqra'u alayhi hadhihi alaya, isipokuwa mtume anamsomea aya hii. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru, mmesha kufuru baada ya uislamu wenu. يقول الشيخ الفوزان لاحظ قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين. hii inafahamisha kwamba kabla ya maneno yao haya walikuwa ni waislamu. falamma qaluha irtaddu anil islam, waliposema maneno haya wakatoka katika uislamu. Mfahamu? Uislamu si kabila bwana. Kabila kila unavyofanya wewe umo katika kabila lako hilo hilo, lakini Uislamu ukifanya kitenguzi cha Uislamu umejitoa. Fahamu? Uislamu sio kabila, kwamba kabila kila mtu anavyofanya yumo kabila lake lile lile, halibadiliki mpaka afe lile lile. Lakini Uislamu sio hivyo. Uislamu una vichanguzi vyake, kama ulivyo na udhu vichanguzi, sala ina mubtilat, na Uislamu nao hivyo hivyo. أعاذنا الله وإياكم من الردة. وهم يقولون هذا مزح، نمزاها، لأن أمور الدين لا يمزح فيها، مسألة الدين mambo ya dini hayafanyiwi mzaha. فقد كفرهم الله بعد إيمانهم، Allah amewakufurisha baada ya imani yao. نسأل الله العافية. Sasa hao walifanya istihza tu kwa masahaba. Je, mashia wanaowakufurisha masahaba watakuwa vipi waislamu? Mashia wanaosema dhahir shahir, wanakufurisha masahaba, si siri, hawafanyi siri kukufurisha masahaba. Mashia wanasema wazi Abu Bakar kafir, Umar kafir. Sasa hawa watakuwaje waislamu watu hawa? Halafu kuna waislamu watetea mashia. Hakuna kuwatetea makafiri. Huwezi kumtetea kafiri na wewe utakwenda na maji, utakuwa kafiri kama yeye. Watu wanafanya mchezo na dini bwana. Watu wakufurisha masahaba, halafu nyinyi mwawatetea, wasema wale ni waislamu, wale msiwakufurishe. Subhana, wataka ukafiri gani zaidi ya wale wanao mashia? Kuna ukafiri zaidi ya wale wanao mashia? Hakuna. Ukafiri wao ni mkubwa zaidi. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أو شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. hii ni dalili kwamba anayemtukana Allah au mtume wake au kitabu chake au shay'an, kitu chochote katika kitabu cha Allah, au shay'an min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, au kitu chochote katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu yartaddu anil islam, mtu huyo anatoka katika Uislamu. Wa in kana yamzahu, hata kama alikuwa akifanya mzaha. Wa aina alladhina yaqulun innahu la yartaddu illa idha nawa min qalbihi, wako wapi wale wanaosema kwamba huyu hatoki katika Uislamu isipokuwa akinuia kwa moyo wake? Hakuna sharti ya kunuia katika moyo wake, hakuna sharti hiyo. Yaqul falau sabba Allah war rasula au alquran
ma nahkumu alayhi illa idha kana i'taqadahu. Wanasema hivyo, mtu akimtukana Allah na mtume au Qur'ani hatumhukumu isipokuwa akiwa ameitakidi hivyo. ma nahkumu alayhim bimujarradi at-takallumi au at-talaffudhi au al-fi'l, hatumhukumu au hatuwahukumu kwa mujarradi wa kusema tu au kufanya kitendo cha ukafiri. min aina atau bihadha al-kalam wa hadha al-qaid? Al-Sheikh yaqul, wametoa wapi maneno haya na sharti hiyo ya kuitakidi wameitoa wapi? Mtu akisema maneno ya kufuru anakufuru moja kwa moja, hakuna kuitakidi, hakuna kutiania moyoni. Maadamu ametamka kufuru, anakufuru, anatoka katika Uislamu. Allahu hakama alaihim birridda, Allah amehukumu kwamba wametoka katika Uislamu wale. Wahum yaquluna kunna nakhudhu wa nal'ab, tulikuwa tukiingilia tu katika mazungumzo tunacheza. Allah akawahukumu kwamba mmekufuru, hakuna kucheza katika dini. يقول هم مؤمنون بالله ورسوله موحدون ولكن لما قالوا هذه المقالة الله جل في علاه قال قد كفرتم بعد إيمانكم. ونمؤمن الله نمتمي wake ni muwahidun, wanampekesha Allah, lakini waliposema maneno haya istihza, Allah akawaambia qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya uislamu wenu. Walam yaqul in kuntum ta'taqiduna hadha, hakusema mkiwa mnaitakidi hivi, hakusema hivyo. Nasallallahu alafia. Kwa hiyo masala ya dini haifai kufanya istihza, wala mzaha pia haufai kwa masala ya dini. Mtu anasimama juu ya mimbar halafu anasema mpaka sasa watu wanasoma tauhidi tu, kila siku kitabu tauhid, Fathul Majid, bado watu wanasoma tauhidi misikitini tu, watu wasome kwenye mitandao bwana, Twitter sijui nini. Hii ni istihza katika dini bwana, moja kwa moja ni istihza. Tusome tauhid, tusome nini? Tauhid ndio msingi wa dini, tauhidi ndio msingi wa dini. Wewe unasema watu wasome tauhid. يقول الشيخ الفوزان فيجب أن تنزل الأمور. ماذا قال عندك شيء؟ قال فيجب أن الأمور تنزل. طيب، فيجب أن الأمور تنزل منازلها، lazima mambo yawekwe mahali pake. ولا نتدخل فيها بزيادات أو نقص أو تقييدات من عند أنفسنا. tusijiingize tukafanya ziyadat, tukazidisha au tukapunguza au tukaweka masharti baada, yani kwa nafsi zetu. min indi anfusina, kutokana na nafsi zetu. Allahu ma sa'ala an aqidatihim, Allah hakuwaulizia akida yao. ما ذكر أنهم يعتقدون, hakutaja kwamba wao wanaitakidi vipi. bal hakama alaihim birridda baada al-iman, bali waliwahukumu kutoka katika Uislamu baada ya iman. qad kafartum baada imanikum. idhan rattaba hadha ala al-qawl, rattaba hadha ala al-istihza, amepangia jambo hili la kufuru kwa yale maneno yao, na amepangia jambo hili kwa ile istihza yao. Walam yuqayyiduhu bihadhihi alquyud, hakuwekea masharti kwamba wakiitakidi hiyo istihza, hakuna kuitakidi. Alinsanu idha takallama bikalimati alkufri wa huwa ghairu mukrahin yuhkamu alayhi birridda. Mtu akisema maneno ya ukafiri hata kama wa huwa ghairu mukrah, na si mwenye kushikwa nguvu, hapo atahukumiwa kwamba ametoka katika Uislamu. Ama in kana mukrahan, akiwa ameshikwa nguvu, fahadha la yartaddu,
huyu hatoki katika Uislamu. Alishikwa nguvu na mtu asiyemweza atukane Uislamu, hapo atatukana na wala hatatoka katika Uislamu, kwa sababu ameshikwa nguvu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hiyo mtu akishikwa nguvu kwamba akufuru au atauawa au atadhuriwa, hapo anatakiwa akufuru kwa ulimi, lakini moyo wake uwe una imani vile vile. Wa amma in kana mukrahan fahadha la yartaddu, ama akiwa ameshikwa nguvu huyu hatatoka katika Uislamu. النوع السابع من أنواع الردة السحر. sampuli ya saba katika sampuli za ridda. السحر ni uchawi. والسحر عمل يعمله الساحر, ni amal anayoifanya mchawi, yale vile vitendo vyake, zile tunguri zake ndio uchawi. Amalun ya'maluhu as-sahiru wa huwa ala naw'ain. Uchawi uko sampuli mbili. Kuna sihrun haqiqiyun, kuna uchawi wa hakika, wa sihrun takhyiliyun, na uchawi ule wa takhyil, wa fikra, wa mazingaombwe. Kuna uchawi wa hakika na kuna mazingaombwe, sio? يقول النوع الأول سحر حقيقي. uchawi wa hakika huwa ibaratun an uqadin yanfuthu fiha sahiru, ni tafsiri ya uqad, mafundo anayoyavivia yule mchawi. Wa ruqan wa kalamun yutamtimu bihi, na ni ruqya, hirizi zile na maneno anayoyasema yule mchawi. Hii ndiyo sihr, uchawi ni vile vitendo vyake na yale maneno anayoyasema, maneno yasiyoeleweka, maneno ambayo hayaeleweki. Wachawi ndio walivyo. Ukihudhuria pale atasema maneno hata hayaeleweki, ni lugha ya Kiarabu, ni Kiswahili, ni Kiganda, haieleweki. Wayasta'inu bishayatini fi kalamihi, halafu huyu mchawi anataka msaada kwa mashetani katika maneno yake, anachukua msaada kwa mashetani katika maneno yake. Wa azaim, na hirizi, yuallikunaha, wanazifunga hirizi hizo. Wa kitabat talasim, na maandishi ya talasim, yaktubunaha bi asma'i shayatin, wanaandika maandishi yao ya talasim kwa majina ya mashetani. Hadha huwa sihru alhaqiqi, huu ndio uchawi wa hakika. Huu ni uchawi wa hakika. Hadha yuathiru fil mashur, uchawi huu unamwathiri yule aliyefanyiwa uchawi, imma biqatlihi, ima kwa kumuua, au imma biimradhihi, na ima kwa kumtia maradhi, wa imma bil ikhlali biaqlihi, na ima kwa kuiharibu akili yake. Uchawi upo, uchawi upo na unadhuru. Uchawi upo na unadhuru taban biidhnillah, kwa idhni ya Allah, lakini uchawi upo na unadhuru. Kwa hiyo huu ni uchawi wa hakika. Huu alioelezea Sheikh hafidhahullah. والنوع الثاني تخيلي, uchawi wa mazingaombwe. بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة, kwa kufanya vitu ambavyo anawadhanisha watu kwamba ni sahihi, anawaonyesha kwamba ni vitu sahihi. Wa hiya ghairu sahiha, wakati sio sahihi. Yukhayilu linnasi annahu yaqlibu alhajara ila hayawan, anawadanganya watu kwamba jiwe analigeuza mnyama. Au annahu yaqtulu shakhsan wa yuhyihi, au anamuua mtu na kumuhisha. Yaqta'u ra'sahu thumma yarudduhu, anakata kichwa chake kisha anakirudisha. Haya ni mazingaumbwe.
au annahu yajurru as-sayyarata bisha'rihi au biasnanihi, anavuta gari kwa nywele zake au kwa meno yake, anafunga kamba na meno kanta sijini lori lile anavuta kwa meno, mazingaombwe yale. Ni muona kama ni yeye, kumbe si yeye. Fahamu? Haya inaitwa sihrun takhyiliyun. Au anna as-sayyarata tamshi alayhi wala tadhurruhu, au gari inatembea juu yake na haimdhuru yeye, amelala matairi yanapita juu ya tumbo lake na yuko sawa tu, mazingaombwe. Au annahu yadkhulu fi an-nari au yaakulu an-nara, au anaingia katika moto au anakula moto. Wanafanya hivi hawa. Au yata'anu nafsahu bil hadid, au anaichoma nafsi yake kwa chuma. Yata'anu ainahu bi asyakh al hadid, anachoma macho yake kwa zile senyenge zile za chuma zile. Kumbe adanganya tu. Au yaakulu zujaj, au anakula vioo. Vioo havijaza kwenye glasi tele kama maji, kumbe si chochote. Ni muona anywa vioo, kumbe anywa juisi pale. Yakul kullu hadhihi min anwa'i sha'wadha. Yote hivi ni katika sampuli za hiyo sha'wadha, mambo ya kijini jini. Wa hiya la haqiqata laha, hayana uhakika wote. Mithla sihri saharati Firaun, mfano wa uchawi wa wachawi wa Firaun. Qala ta'ala yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, wale nyoka wale waliowamwaya pale, wale wachawi wanadhanishwa kama kwamba wanatembea wale nyoka, kumbe hakuna chochote, ni wanadanganya watu tu wale wafuasi wa Firaun. وقال تعالى سحروا أعين الناس، unaona saharu a'yuna nnasi wastarhabuhum, waliyaroga yale macho ya watu wakayatisha basi. Lakini si ukweli, si ukweli waliokuwa wakifanya wale wachawi wa Firaun. Hadha sihrun takhyiliyun, haya ndiyo mazingaombwe. Wa hadha yusammunahu alqamara, wanaita pia alqamara allati ya'maluha as-sahiru ala a'yuni nnas, hayo wanayofanya watu kwa wachawi kwa macho ya watu. Thumma intahatil qamara, kisha unakwisha hiyo kamera yake, inakwisha mazingaombwe. Adatil ashya'u ila haqiqatiha, kisha vitu vinarudi kwenye uhakika wake. Wasihru kufrun, uchawi ni ukafiri. Wasihru kufrun. والدليل قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، lakini mashetani wamekufuru wanawafundisha watu uchawi. Idhan as-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla, uchawi kujifundisha na kuufundisha yote ni kumkufuru Allah azza wa jalla. Wa huwa naw'un min anwa'i ridda, na hii ni moja katika sampuli za kutoka katika Uislamu. Fasahiru murtaddun, kwa hiyo mchawi ni mwenye kutoka katika Uislamu. Kama alikuwa ni Muislamu akifanya uchawi ashatoka katika Uislamu. Idha kana mu'minan thumma sahara fa innahu yartaddu 'anil islam, akiwa ni mu'min kisha akafanya uchawi, huyo anatoka katika dini ya Uislamu. Wa yuktalu, na anauawa. Wala yustatabu, wala hatakii atubie. Inda baadhi ulama, kwa baadhi ya maulama. Sababu haddu sahiri dharbuhu bisayf, hadi ya mchawi ni kumpiga upanga, kumkata shingo, ndio hadi yake. يقول لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس, huyu mchawi hata lau akitubia katika dhahir ni kwamba anadanganya watu. Wala yazulu ilmu sihri min qalbihi,
haiondoki ile ilmu ya uchawi katika moyo wake, walau taba, hata lau akitubia. Kwa ndo baadhi ya ulama wasema anauawa biduni listitab, bila kutakiwa atubie. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. hawamfundishi yoyote huo uchawi mpaka wamwambie sisi ni fitna, usifanye kufuru, usikufuru. يقول الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر. Allah ameteremsha malaika wawili kutoka mbinguni, anafundisha uchawi, ibtila'an linnas, kwa ajili ya kuwajaribu watu, kwa ajili ya kuwapa mtihani watu, wa mtihanan linnas. Si kwamba wameteremshwa ili watu wajifundishe uchawi, ni mtihani, ni fitna. ndio wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه. wakija wale wanaotaka kufundishwa uchawi, hao malaika wanampa nasaha mtu huyo. waqala lahu, na wanamwambia innama nahnu fitna, sisi ni fitna, tumeletwa kwamba ni fitna kwenu nyinyi watu, ni mtihani kwenu, mkijifundisha tayari mmefeli mtihani huo. innama nahnu fitna fala takfur, yani la tata'allami sihra, usijifundishe uchawi, ni mtihani. fadalla ala anna ta'alluma sihri kufrun. kwa hii inafahamisha kwamba kujifundisha uchawi ni ukafiri. الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين. مظاهرة المشركين على المسلمين أي معاونتهم. نكوسaidia washirikina dhidi ya waislamu. مظاهرة المشركين على المسلمين. katika sampuli za ridda ni kuwasaidia washirikina dhidi ya waislamu. falmudhahara maanaha almuawana. mudhahara maana yake ni kusaidia bi an tu'ina alkuffar ala qitali almuslimin wa adhiyati almuslimin, kwa kuwasaidia makafiri, kuwapiga waislamu na kuwaudhi waislamu. hii pia ni ridda, mtu anatoka katika Uislamu. wakadhalik man ahabba al-kuffara fa innahu yakfuru, vile vile mwenye kuwapenda makafiri na yeye anakufuru. mwenye kuwapenda makafiri na yeye anakufuru. wa hadha huwa tawalli, hii ndiyo tawalli aliyokusudia Allah aliposema waman tawallahum minkum fa innahu minhum. mwenye kuwapenda wao katika nyinyi, yeye naye ni katika wao. yatawallahum bilmunasara walmudhahara, kwa kuwanusuru na kuwasaidia, au yatawallahum bilmahabba, au anawapenda tu kwa mahabba, fa innahu yakfuru, anakufuru. liannahu ahabba alkufra wa ahabba alkuffara fayakfuru bidhalik, sababu yeye anapenda ukafiri na anapenda makafiri, kwa hiyo anakufuru kwa hayo. idha ahabbahu, muislamu akiwapenda makafiri, maanahu annahu lam yunkiri alkufra, huyu hakanushi ukafiri. wa man lam yunkiri alkufra fa huwa kafir, asiyekanusha ukafiri huyu naye ni kafiri. yani anasema kwamba ukafiri ni sawa tu, ni kama Uislamu, ni dini tu kama Uislamu. huyu tayari, huyu ni kwamba hakanushi ukafiri, hapingi ukafiri. kwa hiyo kuwapenda makafiri au kupenda ukafiri ni ukafiri. ikiwa mtu
ita nani yule akiumia na yeye naye aumwa huku, leo hakucheza, ita nani yule Messi leo ameumia, hakucheza na yeye huku kitandani homa, na yeye Messi hakucheza. Mapenzi gani ya Muislamu wewe? Hakuna Uislamu huo. Wapo watu namna hiyo? Wapo, mbona amjibu? Wapo bwana Yusuf, wapo, halafu wajiita Waislamu wao. يقول أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Enyi mlioamini msiwafanye mayahudi na manasara kwamba ni wapenzi. Ay la tatawallawhum la bimudhahara wala bimahabba wala bimuawana, si kwa kuwasaidia wala kuwapenda. Wa man yatawallahum minkum, yani min almuslimin, fa innahu minhum, ay yakunu min alyahudi wan nasara. Mwenye kuwapenda wao katika nyinyi Waislamu, yeye atakuwa ni katika mayahudi na manasara. Wa hadha dalilun ala riddatihi, hii ni dalili ya kutoka kwake katika Uislamu. Thumma qala: inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu madhalim. Fasammahum dhalimin, Allah amewaita madhalimu hao Waislamu wanaopenda makafiri. Leo nimeonyeshwa clip moja, sijui ni ya kweli sijui ni ya urongo. Wale watu walivyokaa ni Waimarati. Waimarati wamekwenda kwa mabaniani, na wao wana visahani, nao wenda kwa wale masanamu wafanya hivi, wapeleka visahani kwa wale masanamu ya kibaniani. Zasambazwa klipu hizo. Sasa sijui ni ya kweli au ni ya urongo. Kama ni ya kweli, wale ni murtaddun, wametoka katika Uislamu, sababu wanafanya khudhu na khushu kwa masanamu yako mbele yao masanamu. Sasa kama ni kweli, wale si Waislamu. التاسع la tisa katika vitanguzi vya Uislamu: man i'taqada anna ba'dha an-nasi yasawhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kama wasi'a al-Khidra al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam. Asema jambo la tisa ni mwenye kuitakidi kwamba baadhi ya watu yajuzu kutoka katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajuzu kuiwacha sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyojuzu kwa al-Khidr kutoka katika sheria ya Musa alaihi salam. Anaitakidi hivyo fa huwa kafir, ni kafiri. Anaitakidi kwamba yajuzu mtu kuiwacha sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الشيخ الفوزان: التاسع من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, anayemjuzisia yoyote atoke katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lianna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafa, sababu Allah amemtumiliza Muhammad kwa watu wote lazima wafuate sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba ta'atahu ala alalamin, Allah amewajibisha kumtii Muhammad kwa viumbe wote. Qala ta'ala: wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukupeleka wewe isipokuwa ni rehma kwa viumbe wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, hatukukupeleka isipokuwa kwa watu wote, hali ya kupeleka habari za furaha na hali ya kukhofisha. Qul ya ayuha nnas
inni rasulullahi ilaykum jami'a, enyi watu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote. faman lam yastajib lirrasuli, asiyemuitikilia mtume, wayattabi hadha ar-rasul, na asimfuate mtume huyu, fahuwa kafir, huyo ni kafiri. sawaun akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan au ayya millatin kan, sawa alikuwa ni myahudi au ni mkristo au majusi au mila yoyote iliyokuwa, asipomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ni kafiri. liannahu bibi'thatihi aujaba Allahu ta'atahu wattiba'ahu, sababu kutumilizwa mtume Allah amewajibisha kumtii mtume na kumfuata. Wote hawa mayahudi, wakristo, majusi, wote wanatakiwa wamfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم. aliyekuwa katika dini ya Kiyahudi na dini ya Kinasara imeshanasihiwa, dini zao zimenasikhiwa kwa kupelekwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipopewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari dini yake na sheria yake imenasikh sheria zote zile zilizopita. Kwa hiyo hao wote walitakiwa wasilimu, wamfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fala yasau ahadan an yakhruja an ta'atihi, kwa hiyo haijuzu kwa yote kutoka katika taa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. amma khurujul khidri an ta'ati Musa, ama kutoka al-Khidr kutoka katika taa ya nabii Musa, falianna Musa lam yursal ila al-Khidr, nabii Musa hakupelekwa kwa al-Khidr. lianna risalata Musa khassatun bi bani Israil, utume wa Musa ulikuwa unahusu bani Israil peke yao. wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. kumbuka wakati Musa alipoambia jamaa zake, ini jamaa zangu, lima tuudhunani, kwa nini mnaniudhi, waqad ta'lamuna, na mmekwisha jua, anni rasulullahi ilaykum, kwamba mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi peke yenu. idhan farisalatu Musa alayhi salam li bani Israil, ujumbe wa Musa alayhi salam ni wa bani Israil peke yao. mahi amma li jami'i rusul, si kwamba ni wenye kuenea li jami'i nas, kwa watu wote kama ilivyo kwa mtume Muhammad. falidhalik al-Khidr kana ala ibadati Allah, kwa hiyo al-Khidr alikuwa katika kumwabudu Allah. wakhtalafa al-ulamau fi al-Khidr, maulama wamekhtalifiana katika kwa huyu Khidr, hal huwa nabiyun au rajulun salihun, ni mtume au ni mtu mwema. ala qawlain, wamekhtalifiana maulama kwa kauli mbili. al-qawlu al-awwal annahu nabiyyun, kauli ya kwanza ni kwamba al-Khidr ni nabii, ni mtume katika mitume wa Allah. liannahu amila ashya'a la takunu illa mu'jizat, sababu alifanya mambo ambayo haiwezekani isipokuwa ni miujiza ya mitume. mithla kharqihi lisafina, mfano wa kule kutoboa kwake jahazi lile, wa mithla dhabhihi lilwalad, na mfano wa kumchinja yule mtoto, alimchinja mtoto. wa mithla iqamatihi aljidara alladhi yuridu an yanqadha, na mfano wa kusimamisha kwake ukuta ambao unataka kuanguka, akaushika akausimamisha. hadhi umurun mu'jiza, haya mambo haya yote ni miujiza. liannaha mabniyatun ala ashya'a mughayyaba, haya yamejengewa katika mambo ambayo yenye kufichwa.
والمعجزات لا تكون إلا لنبي miujiza haiwi isipokuwa kwa mtume. Kwa hiyo kauli hii ndio yenye nguvu, kauli hii ya kwamba al-Khidr ni nabii min al-anbiya ndio kauli rajih. يقول وأصل قصة موسى مع الخضر أصيل قصة موسى pamoja الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام alihutubu kwa bani Israil, alitoa khutba kwa bani Israil. Fasaluhu, wakamuuliza hal hunaka a'lamu minhu, je kuna yoyote ambaye ana ilmu zaidi kuliko nabii Musa? Faqala la, akasema hakuna mwenye ilmu zaidi kuliko yeye. Faauha Allahu ilayhi anna hunaka abdan fi ardi kadha wa kadha indahu min alilmi ma laysa indak. Allah akampa wahi kwamba huko kuna mtu mmoja katika ardhi kadha wa kadha ana ilmu usiokuwa nayo wewe. Allah akampa wahi nabii Musa. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل. نبي موسى عليه الصلاة والسلام أكيد قمت هو يطلب ذلك العلم، أنتك علمه. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سافر فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخره فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هو ndio الخضر. فوجد عبدا من عبادنا, wakamkuta mtu katika waja wetu, آتيناه رحمة من عندنا, tumempa rehema kutoka kwetu, وعلمناه من لدنا علما, tumemfundisha kutokana na sisi ilmu. Huyu ndio الخضر. Wanasema maulama katika hii suratul Kahf kuna dalili nyingi zinazoonesha kwamba al-Khidr ni nabii. Moja katika hiyo ni hii aya hii, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hii ni moja katika dalili kwamba al-Khidr ni nabii, ni mtume katika mitume wa Allah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, je nikufuate ili unifundishe katika uliofundishwa wewe na Allah. Ila akhir hadhihi alqissa allati dhakaraha Allah fi surati al-Kahf. Hadha aslu alqissa, hii ndio asli ya kisa hiki. Falkhidru ma huwa min ummati Musa, alkhidri si katika umma wa Musa, lianna Musa lam yub'ath ila an-nasi kafa, sababu Musa hakupelekwa kwa watu wote. Falidhalika wasi'ahu al-khuruj, kwa hiyo imejuzu kwa al-Khidr kutoka katika taa ya Musa. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'uthun ila an-nasi kafa, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye amepelekwa kwa watu wote. Fala yas'u ahadan al-khuruj an shari'atihi, haijuzu, haimjuziki yoyote kutoka katika sheria ya Muhammad, haijuzu. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل. اسمع hii ni rad kwa wale masufi wanaodai kwamba wanafika kwenye hali ambayo haina haja ya kufuata mitume, wanafikia kwenye hali ambayo haina haja ya kufuata mitume. Wa annahum ya'khudhuna 'anillahi mubashara, ni kwamba wao wanachukua kutokana na Allah moja kwa moja, wanapewa wahi. Masufi warongo, si kweli ni warongo, kadhabun, dajjalun. Wanasema wanachukua dini yao kwa Allah moja kwa moja, wala ya'khudhuna 'anir rasul, wala wachukui kwa mtume, ni urongo. ويقولون إن الرسل إنما هو للعوام. masufi wanasema hawa mitume
ni kwa waawam tu, watu hawa wa kawaida. Amma alkhawasu fala yahtajuna ila ar-rusul, ama watu khawas, watu maalumu hawahitaji mitume. Liannahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah, kwa sababu wao wanamjua Allah, wanafika kwa Allah. Wa ya'khudhuna 'anillahi mubashara, wanachukua kutokana na Allah moja kwa moja. Walivyo warongo, mitume wenyewe hawachukui kwa Allah moja kwa moja, wanaletewa Jibril wahi. Watachukua wao masufi? Mitume wenyewe wameletewa wasito wa Jibril. Sasa wao wanasema wanachukua kwa Allah moja kwa moja, hata hawana aibu na urongo wao. Hadha ma alayhi ghulatu sufia, haya ndio walionayo hawa ghulatu sufia. Annahum yasiluna ila hala yastaghnuna 'anir rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwamba wanafikia kwenye hali ambayo hawamuhitaji mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayakhrujuna 'an shari'atihi, wanatoka katika sheria ya mtume. Walidhalika la yusallun wala yasumun wala yahujjun wala ya'maluna bima jaa bihi ar-rasul. Wakifika katika hali hiyo hawasali, hawafungi, hawahiji wala hawatekelezi aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Liannahum khawas, sababu wao ni watu maalumu. Yaquluna ma nahnu bihajatin ila ar-rasul, hatuna haja sisi ya mtume. Nahnu wasalna ila Allah, sisi tushafika kwa Allah. Nas'alullah al-afiyah. Hadha qasdu ash-shaykh min dhikri hadhihi al-mas'ala. Sema haya ndio makusudio ya Sheikh kutaja mas'ala haya. Hadha raddun ala as-sufiyya alladhina yaz'umuna annahum yas'uhumul khuruju عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه. hii ni radi kwa masufi wanaodai kwamba yajuzu kwao kutoka kuiwacha sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao hawana haja naye, wao wanafika kwa Allah moja kwa moja. Hii ni radi yao. Wallahu a'lam.